Ufahamu ukweli huu ambao unaweza kubadilisha maisha yako kuanzia ndani ya moyo wako mpaka nje, kwa maana ya matendo ya mwili. Nao unapatikana katika kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 2 inayosema msifuatishe namna ya ulimwengu huu, bali mgeuze nia zenu kwa kufanywa upya. Mambo mawili yanazungumzwa hapo, mambo mawili ambayo yanaweza kubadilisha kabisa fikra, mtazamo na nia yako nje na ndani. Jambo la kwanza, kuto kufuatisha ulimwengu. Kuto kufuatisha ulimwengu. Mtu ambaye anataka maisha yake yabadilike ni yule ambaye hafuati mkumbo wa kijamii, hafuati mkumbo wa ulimwengu, hafuati mkumbo wa watu wengi. Anajitengenezea mfumo wake wa kimungu ambao huo unaweza kuwa tofauti kabisa na mifumo au mashinikizo ya kijamii. Hilo ni jambo la kwanza. Usifuatishe namna ya ulimwengu huu. Jambo la pili, unageuzwa nia. Ugeuzwe nia yako. Nia yako igeuzwe. Ugeuzwe nia, ufanywe upya nia. Kwa maana ya kwamba uanze kufikiri. Nia inayozungumzwa hapa ni ile mindset. Uanze kufikiri kwa fikra za Mungu. Biblia inasema fikirini yaliyo juu wala sio yaliyo katika nchi. Kwa hiyo unaanza kufikiri fikra za kiungu, fikra za kimbingu. Haya mambo mawili, kugeuzwa nia, kuto kufuata ulimwengu, yanaweza kabisa kubadilisha maisha yako. Ni ukweli mkuu unaobadilisha maisha yako. Ufuate ukweli, utii ukweli, uelewe ukweli, ufanye ukweli. Utaona maisha yako yakibadilika kabisa, na Mungu akakusaidie ili kusudi haya yaweze kutokea katika jina la Yesu Kristo. Amen. Subscribe channel yangu.